Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Saif Mastori. Hasa leo niko hapa kukupatia kisa na mkasa cha mwigizaji huyu mashuhuri kutoka India, naye si mwingine ni SRK Shah Rukh Khan. Basi leo hapa tutaiona historia ya Shah Rukh Khan katika ukuaji wake mpaka kuja kuwa mwigizaji maarufu huko India. Basi tuanze. Shah Rukh Khan alizaliwa mnamo tarehe 2 Novemba 1965 huko New Delhi, India. Alikulia katika familia ya tabaka la kati akiwa mtoto wa Mir Taj Muhammad Khan na Latif Fatima Khan. Baba yake alikuwa mtu aliyekuwa anafanya shughuli mbalimbali za biashara na pia alihusishwa katika harakati za kisiasa wakati wa kipindi cha kupigania uhuru wa India. Mama yake alikuwa mwanamke mwenye msimamo na alikuwa na mchango mkubwa wa malezi katika familia yake. Shah Rukh Khan alikulia katika mazingira ya Delhi, mbali na ulimwengu wa kifahari wa Bollywood ambao baadaye angekuwa sehemu yake. Akiwa mtoto alikuwa na kipaji cha michezo, hasa mpira wa miguu, na alikuwa pia akipenda sana maigizo. Wakati huo hakuna aliyekuwa na uhakika kwamba kijana huyo angekuja kuwa mmoja wa waigizaji wakubwa zaidi katika historia ya sinema huko India. Shah Rukh Khan alisoma katika St. Columbia School huko New Delhi. Shuleni alikuwa mwanafunzi mwenye uwezo mkubwa. Alishiriki katika michezo, masomo na shughuli mbalimbali za nje ya darasa. Alikuwa pia na kipaji cha kuigiza. Baadaye alijiunga na Hans Raj College, chuo kikuu cha Delhi, ambako alisomea economics. Ingawa alikuwa akisoma uchumi, moyo wake ulikuwa zaidi katika sanaa na maigizo. Baada ya kumaliza masomo yake ya chuo, alielekea katika ulimwengu wa television, nao ni maigizo. Tofauti na waigizaji wengi ambao huingia Bollywood moja kwa moja kupitia filamu, ya Shah Rukh alianza kwa kiasi kikubwa kupitia television. Alionekana katika tamthilia kama Fauj, Circus, Dil Daraya. Miongoni mwa kazi hizo, Fauj ilimsaidia kutambulika zaidi. Akiwa kijana, Shah Rukh Khan alikuwa na mtindo tofauti na mashujaa wengi wa wakati huo. Hakuwa na sura ya kawaida ya hero wa Bollywood pekee. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuonyesha hisia, kuzungumza kwa nguvu na kubeba na nafasi yenye charisma. Hapo ndipo watayarishaji wa filamu walianza kumwona. Mwaka 1992 Shah Rukh Khan alifanya debut yake kubwa katika filamu ya Deewana. Filamu hiyo ilifanikiwa na Shah Rukh Khan akaanza kupata maarufu kwa haraka. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba katika maisha yake ya mwanzo hakujenga jina lake kwa kuchezea wahusika wema pekee. Badala yake alichukua nafasi zenye upande wa giza. Alionekana katika filamu kama Bazigar ya mwaka 1993, Dar ya mwaka 1993 na Anjam ya mwaka 1994. Katika Bazigari alihusika kama mhusika mwenye tabia ngumu na kisasi. Katika Dar alicheza Rahul, kijana mwenye mapenzi yaliyogeuka kuwa obsession. Hii ilikuwa hatari kwa mwigizaji mpya kwa sababu waigizaji wakuu mara nyingi walitaka kuonekana kama mashujaa wazuri, lakini Shah Rukh Khan alifanya kitu tofauti. Alikubali kucheza wahusika ambao wengine waliogopa kucheza, na hilo likawa moja ya sababu zilizomtofautisha na wahusika wengine. Mwaka 1995 Shah Rukh Khan aliigiza filamu ambayo ingekuwa sehemu sana ya historia ya ulimwengu wa filamu uko Bollywood, Dilwale Dulhania Le Jayenge. Aliigiza kama Raj Malhotra huku Kajol akiwa kama Simran. Filamu hiyo ilikuwa hadithi ya mapenzi kati ya vijana wawili wa asili ya India waliokuwa wakiishi nje ya India. Raj alikuwa mcheshi, mwenye kujiamini na mwenye mapenzi makubwa kwa Simran. Filamu hiyo ilipenda sana kwa sababu iliunganisha mapenzi, familia, mila za Kihindi, maisha ya Wahindi wanaoishi mbali, muziki, vichekesho na drama. Shah Rukh Khan na Kajol wakawa moja ya couples maarufu katika historia ya Bollywood.
pia ilimgeuza Shah Rukh Khan kutoka kuwa mwigizaji anayejulikana kama superstar. Badala ya Dilwale Dulhania Le Jayenge, Shah Rukh Khan alianza kujulikana sana kama mfalme wa mapenzi. Filamu zake za miaka 1990 mpaka 2000 zilimjengea sifa hizo. Baadhi ya filamu muhimu ni Kuch Kuch Hota Hai ya mwaka 1998. Aliigiza pamoja na Kajol na Rani Mukherjee. Alikuwa Rahul, kijana aliyekuwa katikati ya urafiki na mapenzi. Filamu hiyo ilifanikiwa sana na nyimbo zake zikawa maarufu. Kabhi Khushi Kabhie Gham ya mwaka 2001. Hii ilikuwa moja ya filamu kubwa sana ya familia katika Bollywood. Shah Rukh Khan alicheza Rahul Rai Chand, mtoto wa familia tajiri ambaye anampenda Anjali aliyechezwa na Kajol. Kal Ho Na Ho ya mwaka 2003. Shah Rukh Khan alicheza Aman Mathur, mhusika mwenye furaha lakini anayejificha kwa siri nzito kuhusu maisha yake. Filamu hiyo ilimpa Shah Rukh Khan nafasi ya kuonesha upande wake wa huzuni na hisia kwa kiwango kikubwa. Devdas ya mwaka 2002. Mwaka 2002 Shah Rukh Khan alicheza katika tamthilia ya Devdas, filamu iliyotokana na kazi maarufu ya mwandishi Sara Chandra Chattopadhyay. Aliigiza pamoja na Aishwarya Rai na Madhuri Dixit. Uigizaji wake ulimsaidia kuonyesha kwamba hakuwa mwigizaji wa filamu za mapenzi tu, alikuwa na uwezo wa kubeba drama nzito. Swedish ya mwaka 2004. Mwaka 2004 alifanya filamu nyingine muhimu sana inayojulikana kwa jina la Swedish. Aliigiza Mohan Bhargav, mwanasayansi wa India anafanya kazi Marekani lakini anarudi India. Filamu hiyo ilizungumzia maendeleo ya vijijini, elimu, umeme, uzalendo, tofauti za kijamii na umuhimu wa mtu kurudi kusaidia jamii yake. Ingawa Swedish haikuwa blockbuster kama baadhi ya filamu zake nyingine, imeendelea kuheshimiwa sana kutokana na uigizaji wake. Chak De. Mwaka 2007 Shah Rukh Khan alifanya filamu nyingine iliyokuwa tofauti kabisa inayoitwa Chak De. Aliigiza Kabir Khan, kocha wa timu ya wanawake ya Hockey. Filamu hiyo ilikuwa kuhusu timu yake ya wanawake iliyokuwa ikijaribu kufanikiwa licha ya changamoto mbalimbali. Shah Rukh Khan hakucheza kama romantic hero wa kawaida. Alikuwa kocha mkali, mwenye nidhamu na mwenye historia yenye utata. Filamu hiyo ikawa moja ya kazi zake zinazoheshimiwa zaidi. Mwaka 2010 Shah Rukh Khan aliigiza My Name Is Khan pamoja na Kajol. Aliigiza Rizwan Khan, mhusika anayekabili changamoto kubwa za kijamii na ubaguzi baada ya matukio ya 9 na 11 nchini Marekani. Filamu hiyo ilimpa nafasi ya kuonesha uigizaji wa hisia kwa kiwango kingine. Sehemu muhimu sana ya maisha yake ni uhusiano wake na Gaur Khan. Shah Rukh Khan na Gaur walifunga ndoa mwaka 1991 kabla hata Shah Rukh Khan hajawa superstar mkubwa wa Bollywood. Hii ni sehemu inayovutia sana katika historia yake kwa sababu Gaur Khan alikuwa pamoja naye wakati bado hajawa maarufu kama alivyo leo. Wamekuwa pamoja kwa miongo kadhaa na wana watoto watatu, Aryan Khan, Suhan Khan na Abram Khan. Gaur pia amekuwa mtu muhimu katika upande wake wa biashara na uzalishaji wa filamu na familia. Shah Rukh Khan hakubaki kuwa mwigizaji tu, amewekeza katika biashara mbalimbali. Mojawapo ya maarufu zaidi ni kampuni ya uzalishaji Red Chills Entertainment ambayo alianzisha pamoja na Gaur Khan. Kampuni hiyo imehusika katika uzalishaji wa filamu na pia kazi za visual effect. Pia Shah Rukh Khan amekuwa na nafasi kubwa katika michezo kupitia umiliki wa timu yake ya ticket ya Kolkata Knight Riders katika ligi ya IPL.
KKR imekuwa moja ya timu maarufu katika India Premier League. Ingawa Shah Rukh Khan alikuwa na mafanikio makubwa sana, hakupita bila kushindwa. Kuna kipindi ambapo baadhi ya filamu zake hazikufanya vizuri kama ilivyotarajiwa. Filamu kama Job Har Mit Sejal na Zero zilipokea majibu mchanganyiko na hazikufika kiwango ambacho mashabiki walikuwa wamezoea kutoka kwake. Baada ya Zero mwaka 2018, Shah Rukh Khan alipunguza sana kuonekana katika filamu mpya kwa muda. Hii ilifanya mashabiki wengi kujiuliza, je, King Khan amemaliza enzi zake? Lakini kilichofuata kilikuwa moja ya comeback kubwa zaidi katika historia ya Bollywood. Baada ya mapumziko ya miaka kadhaa, Shah Rukh Khan alirudi mwaka 2023 katika filamu ya Pathaan. Safari hii hakurudi kama romantic hero wa kawaida, alirudi kama action star. Pathaan ilifanya vizuri sana kwenye box office na ikawa ishara kwamba Shah Rukh Khan bado alikuwa na nguvu kubwa sana katika Bollywood. Mwaka huo huo 2023 alitoa filamu nyingine kubwa, Jawan. Filamu hiyo ilimuonyesha Shah Rukh Khan katika majukumu yenye nguvu zaidi ya action na drama. Alionekana katika sura mbalimbali za wahusika, na filamu hiyo ikawa moja ya mafanikio makubwa ya kibiashara ya mwaka huo. Jawan ilithibitisha kwamba umaarufu wake haukutegemea tu filamu za mapenzi za miaka 1990. Mwisho wa mwaka 2023, Shah Rukh Khan alitoa Dunki. Filamu hiyo ilikuwa tofauti na Pathaan na Jawan. Iligusa mada za uhamiaji, ndoto za vijana, urafiki, familia na maisha ya Wahindi wanaotafuta maisha bora nje ya nchi. Hivyo mwaka 2023 ilikuwa wa pekee sana kwake kwa sababu aliweza kuonekana katika filamu 3 kubwa zenye mitindo tofauti. Je, swali ni hili hapa ambalo watu wengi wanajiuliza. Kwa nini Shah Rukh Khan ni maarufu sana? Kuna sababu kadhaa. Kwanza, uwezo wa kuigiza. Anaweza kucheza kama romantic hero, villain, action hero, baba, mtu mwenye huzuni, comedy, drama na karakta nzito. Pili, charisma. Shah Rukh Khan ana uwezo mkubwa wa kuwasiliana na watazamaji wake kupitia tabasamu, macho, sauti, body language na mazungumzo. Tatu, uwezo wa kubadilika. Alianza kama mwigizaji wa television, kisha akawa villain and hero, baadaye akawa king of romance, na miaka mingi baadaye akigeuka kuwa action star. Uwezo wa kubadilika ndio umefanya career yake idumu kwa muda mrefu. Umaarufu wake haukuishia India. Ana mashabiki katika India, Pakistani, Bangladeshi, Nepali, Sri Lanka, Mashariki ya Kati, Afrika, Ulaya, Marekani, Kanada na sehemu nyingi za Asia. Filamu zake zimewafanya watu ambao hata hawaelewi Hindi kumjua. Kwa mashabiki wengi wa Shah Rukh Khan, si mwigizaji tu, ni alama ya Bollywood yenyewe. Katika maisha yake ya kazi, Shah Rukh Khan amepokea tuzo nyingi zikiwemo Filmfare Award kadhaa. Pia amepewa heshima na serikali ya India na taasisi mbalimbali kutokana na mchango wake katika sanaa na utamaduni. Moja ya mambo yanayomtofautisha ni kwamba amekuwa maarufu zaidi ya miaka 30, jambo ambalo ni ngumu sana katika tasnia ya filamu. Shah Rukh Khan sasa ameendelea kuwa mmoja ya majina makubwa zaidi katika sinema ya India. Safari yake ni sehemu ya kuvutia kwa sababu hakuzaliwa akiwa superstar. Alianza kama kijana kutoka Delhi mwenye ndoto, akaingia television, akahamia Bollywood, akakutana na mafanikio makubwa, akipitia vipindi vya vihusika, akapumzika na hatimaye akarudi akiwa na nguvu kubwa zaidi. Kwa kifupi, historia yake inaweza kugawanywa kama hivi: Delhi, television, Bollywood, villain and hero, king of romance, superstar, producer au businessman, kipindi kigumu, comeback, global icon. Na ndiyo maana la jina la King Khan limeendelea kuwa maarufu sana. Sasa hii ndiyo historia ya mfalme wetu wa Bollywood,
King Khan Shahrukh Khan. Basi asante sana na kukumbusha kubonyeza kialama cha kusubscribe ili mwanafamilia. Shukrani na chao, bye.